Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Jeshi la Israel IDF limeshindwa kuwanyang'anya silaha kundi la wapiganaji la Hezbollah. Jeshi hilo la Israel mnamo siku ya leo Ijumaa limesema kuwa litawasilisha kwa uongozi wa kisiasa mpango wake wa kuanzisha eneo la usalama kusini mwa Lebanon ambalo litahusisha kubomoa vijiji vya Lebanon karibu na mpaka na kuweka vituo vya jeshi kilomita kadhaa ndani ya nchi. Wakati huo huo, maafisa wa kijeshi wanasema kwamba wakati jeshi la ulinzi la Israel limelenga kuidhoofisha kwa kiasi kikubwa Hezbollah na kuondoa tishio ambalo kundi la hilo linaleta kwa wakazi wa kaskazini, matarajio ya kuwapokonya silaha kikamilifu kundi hilo hayakuwa ya kweli na sio lengo linalohitajika la uvamizi unaoendelea wa ardhini. Kupokonya silaha kundi hilo sio lengo linalohitajika mwishoni mwa kampeni hii, afisa huyo wa kijeshi wa IDF alisema, licha ya taarifa za awali kutoka kwa mkuu wa IDF Lieutenant General Eyal Zamir na waziri wa ulinzi Israel Katz wamesema kuwa Israel haitakata tamaa katika kuwapokonya silaha kundi la Hezbollah. Maafisa wa IDF wanaona kwamba ni vigumu kulinyang'anya silaha kundi hilo, na ndio maana wakati huu wameamua kuingia nalo vitani kwa mara nyingine tena baada ya kuanzisha vita ambavyo wao wanadai ni katika kuhakikisha wanalipa kisasi baada ya kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Maafisa hao wanasema kuwa kuwapokonya silaha kikamilifu kundi la Hezbollah inahitaji IDF kuteka Lebanon yote, jambo ambalo halitowezekana na halijapangwa. Kutokana na hali hiyo, wanajeshi hawatarajii kusitisha kabisa ufyatuaji wa risasi na maroketi kwa Hezbollah, kwani kurushwa kwa roketi nyingi huanzia kaskazini mwa mto Litani. Hata hivyo, makombora ya masafa mafupi ambayo Hezbollah inayo sasa kwa kiasi kikubwa yanaelekezwa kwa vikosi vya Israel kusini mwa Lebanon badala ya kuwarusha kwa raia wa kawaida. IDF ilisema mpango wake wa eneo la Bafa ulikuwa ukiratibiwa na mamlaka za kisheria na hivi karibuni utawasilishwa kwa uongozi wa kisiasa ili uidhinishwe kikamilifu. Waziri wa ulinzi Israel Katz amesema IDF itaharibu majengo yote katika mstari wa kwanza wa vijiji na raia hawataruhusiwa kurejea kusini mwa mto Litani hadi tishio la Hezbollah liondolewe. Mpango wa eneo la Bafa wa jeshi unahusisha kusafisha vijiji vyote ndani ya kilomita chache za mpaka isipokuwa kwa jumuiya kadhaa za Kikristo. Eneo hilo hadi karibu kilomita 4 kutoka mpakani lingeondolewa miundombinu yake ya Hezbollah na IDF itaanzisha nafasi za kijeshi katika maeneo ya kimkakati. IDF imesema vijiji hivyo vingi viliondolewa wakati wa mashambulizi ya mwisho ya ardhini mwishoni mwa mwaka 2024. Hata hivyo, askari wameendelea kutafuta silaha na miundombinu ya Hezbollah katika baadhi ya maeneo wakati wa mashambulizi ya sasa. Kulingana na jeshi, zingine zilitangulia vita wakati mambo mengine yalianzishwa wakati wa kusitisha mapigano mwaka 2024 hadi 2026. Maafisa wa jeshi wanasema Hezbollah imefadhaishwa sana na nia ya Israel ya kuendelea na mashambulizi yake dhidi ya kundi hilo hata baada ya vita nchini Iran kumalizika. Huu ndio mpango kamili wa sasa wa Israel kwamba lazima waendelee kuishambulia Hezbollah hata kama vita na Iran vitatamatika. Vita nchini Iran bado ndio lengo kuu la IDF, huku Lebanon ikiwa jambo la pili. Hata hivyo, katika tukio la kusikitishwa kwa mapigano na Iran, jeshi linatarajiwa kuelekeza umakini wake kwa Lebanon. Wanajeshi wa IDF wa kitengo cha 91 cha mkoa wa Galilaya wanafanya kazi kusini mwa Lebanon. Katika picha iliyotolewa na wanajeshi mnamo Aprili 2, vikosi vya ulinzi vya IDF vimesema kwamba IDF iliwaua waendeshaji 15 wa Hezbollah katika shambulizi la hivi karibuni la anga kusini mwa Lebanon katikati ya operesheni za ardhini. Lakini katika sekta magharibi ya kusini mwa Lebanon, askari wa kitengo cha 146 waliwaua watendaji 15 katika eneo lao la operesheni. Muda mfupi baadaye, jeshi la wanahewa la Israel liliwapiga na kuwaua kulingana na taarifa zilizotolewa na jeshi hilo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.